Kinyume na habari zilizosambazwa ndani ya mitandao ya kijamii, hakuna maandamano yanayoendeshwa mjini Goma tarehe 2 mwezi wa kwanza mwaka 2026 ili kupinga ama kukataa M23. Habari hizo ziliweza kukanushwa na wakaaji wa Goma, lakini pia na wakuu viongozi wa M23 ambao walidai kuwa raia Goma imeridhika na usalama ambao umeimarishwa hapa mjini Goma. Lakini pia waandishi wa habari wa Kivu Morning Post waliweza kujielekeza ndani ya mitaa mbalimbali ili kuona ni kipi kinaendelea, na kiukweli hakuna maandamano yote yaliyoendeshwa. Lakini pia wakaaji wa Goma waliweza kusherehekea ndani ya shamra sherehe za mwaka mpya wa 2026 na Noeli. Wapasha habari tuliweza pia kwenda hadi ndani ya makanisa hiyo tarehe 31 mwisho wa mwaka 2025 ili kuona ni gisi gani wakaaji wa Goma wameweza kusherehekea mwaka mpya na wakiomba Mungu ndani ya imani. Hakuna tukio lolote mbali liliweza kutokea hapa mjini Goma. Watu walitembea usiku wa manane bila shida yoyote. Hii ni kipindi chako habari ya madulio ya wiki ya kila weekendi kunako Kivu Morning Post TV, tukuletea yale yaliyojiri hapa mjini Goma, habari ambazo tunaweza kufanya vema hapa mjini Goma. Siku mwenyewe niko naye Sophia Ladiva ambaye ni mwandishi wa habari muhariri wa Kivu Morning Post TV, anatembea huko na huko mitaani ili kuwajuza ni vipi yaendelea hapa mjini Goma. Sophia Ladiva, mjambo na karibu. Jambo Jospeangi, jambo tena watazamaji wote wa Kivu Morning Post TV, na tunawatakia tena mwaka mpya. Tunaanza na hii habari ambayo imeandikwa kwenye mitandao ya kijamii mingi Kinshasa na wengine hata Ulaya. Kuna kwa video ya zamani ambayo imezunguka ya mwaka wa 2016 na 17 wakati wa maandamano hapa mjini Goma. Video hiyo imeweza kudanganya watu wengi kusema kwamba kumekuwa maandamano hapa mjini Goma. Wewe kama muhariri, mwandishi wa habari, ulikuwa mitaani Goma, unaweza kupatia watu maelekezo gani? Gisi unatoka kusema, ilionekana habari kutembea kwenye mtandao na watu wanakuwa mbali ya Goma, kwao wanadanganywa. Mara mingi sana kunakuwa matangazo yanayotoka inatembea sana na watu wanakuwa mbali ya Goma wanahakikisha. Ya kwanza ni hiyo habari, watu walisema marche contre la M23 ni kitu yenye haikufanyika na Goma, kwa sababu tulitembea ndani ya mtaani Goma, tuliingia ndani ya makata fulani, kazi zilianza kawaida. Tuliamka asubuhi kuanzia 7h mpaka 9h kulikuwa kuwa activities za mingi sana. Watu walisherehekea mwaka mpya. Wa kwanza walikuwa wanachoka na wengine walikuwa na makonje haziaisha. Alors fatana nile matangazo yaliyopana, watu wakasema bon, tunachunga tuone kama itafanyika. Na ikafika 9h, kila mtu akaangalia hakuna marche, hakuna activite fulani, na activite za Goma, mabisi katembea, maboutique bakafungula, benye balikuwa na besoin ya kwenda uzisha birere balingia, na commerce iliendelea bien, na activite zote ziko mzuri sana mji wa Goma. Tukumbushe kwamba kuna kuwa vijana ambao walikuwa wanaimba vuguvugu zamani, wanakuwa Kinshasa, wengine Beni, wengine Burundi, wengine Uganda, ambao walianzisha habari hizo mitandaoni. Lakini hapa Goma hakuna vijana walioweza kuandamana. Kulikuwa habari nyingine za uongo ya kusema kwamba kuna kuwa plus de 70 jeunes, yani vijana wasiopungua 17 ambao walikamatwa. Hizo nazo ni habari za uongo, hakukuwa vurugu yoyote hapa mjini Goma. Sisi tunapasha habari kwa kitu ambacho kimetokea, tutawaambia kwa tutaenda mitaani na kupana habari za muweze kufuata ya meya makamu wa mji wa Goma Desire Kisuba, ambaye aliweza kusema kwamba wakaaji wa Goma wameridhika na hali ya usalama na hakuna cha kuandamana, kwa sababu hakuna lazima ya kuweza kuandamana. Hakuna yule ambaye aliweza kuandamana wakamzuia kuandamana. Vile iko kana. Marche ilikuwa kwa reseaux sociaux, wali marche en ligne kwa TikTok. Tunajua sisi tumeshajua sana mtindo wa vijana wengi. En fait, ce sont des jeunes d'ici, ce sont des jeunes gomatraciens ambao wamejikimbiza ndani ya mji wa Goma. Na sababu nilisema hapo awali, wamoja wako Beni, wengine wako Bujumbura. Alors nostalgia Goma, parce que Goma ni mji ambao uko mzuri sana. Il faut kwenda nje mwaulize namna gani Goma iko utamu. Sasa ndio wanasantia utamu ya Goma. Lakini
kitu cha kwanza ambacho mimi nitawaomba ni kusema warudie Goma. Goma hakuna shida, chama chao cha AFC M23, chama cha ukombozi hakina shida nao. Warudie Goma, ni mwingine yao, wakuye ishi hapa kama waraia wengine, na mwatapenda ingia mchama hapana contribution yake kwa kugomboa nchi, kwa kutosha Kisekedi ku madaraka pasikia ameongoza vibaya. Wakuye tusaidiane ili tuweze kubadilisha mambo, lakini kubakia pale tunaona wanaanza ingia kwa mambo mengi paske wao ni wa frappeur. En fait, balitaka frapper. C'est de cette façon-là que la République s'est fait voler. Je veux dire, unakutana walikamata ile initiative, wanakutana mu mafete, hawana na sanfra, ifale wana créer ile buzz, wana créer ile ma chantage sur les réseaux sociaux comme quoi wao watafika kufanya marche hapa eke wako na watu wengi ndani ya mji wa Goma. Na pale ifale sawa wanasema ile wanalomba pesa, na wakapewa pesa nyingi sana. Wakapewa pesa na njoo unaona wakaleta fujo kwa mitandao kusema wako na watu deja wako nafanya mobilisation parce que pesa walizipewa. Wakasema que dans chaque quartier de Goma wako na plus de 500 personnes wataanza nao, pesa zikatoka. Alors pour se dédouaner de l'affaire, j'ai vu une vidéo hier soir où mmoja wao anasema non, M23 inaanza deja kutuarrêter Goma, wameshaarrêter 70 à 80 jeunes. C'était pour une façon ya kujidédouaner, bakishakula Tshisekedi bakuta zake. Pour se dédouaner maintenant de l'affaire, asema donc M23 inaanza funga watu wenyewe walikuwa watamarche, walikuwa organiser ile marche. Et pourtant AFC M23 haikufunga mtu, na sisi tulikuwa tunajua kama ni façon yao ya kutafuta pesa paske wako njala. Lakini sisi tunawaambia tumeshaelewa kama wako na nostalgia Goma. Wengi walikuwa ndani ya ile ujinga, washakarudia Goma na wako aleze hapa. Hakuna mtu ambaye anawainquiete, na wao nao vile warudie ndani ya mji wa Goma. Tuendeleshe maisha ya kawaida, kwenda kuhangaika Beni, kwenda kuhangaika Bujumbura. Unakimbilia Beni sasa, wakati tutafika Beni, unaenda Bunia, tunakuja Bunia. Huko Walikale, tunafika Walikale na Kisangani, tunatokea Kisangani mpaka tukamate Kongo. Wataenda wapi? Ce sont des Congolais, sont des jeunes kumatracer, warudie ndani ya mji wa Goma, hakuna shida hata moja. Kusema ki walikuwa naongea na watu parce que population ya Goma usino haiwezi kuwasikia. Watu ambao wanaishi Goma wanaishi amani yenye chama cha AFC M23 imeleta. Hakuna mtu ambaye anaweza sikia tena ujinga sawa na hili. Fenomena 40 voleri ishakaisha, kila mtu anasikia, anaweza tembea 24/24. Unawaza nani anaweza sikia tena ujinga kusema no waende fanya manifestation, waende fanya march, barabara waende haribisha barabara zenye Gouverneur Bati Musanga Erasto iko na jenga, waende bomola masinga za snele kuramba wa AFC imeleta, waende bomola matio za robinet zenye maji ilikuwa ishakaenda, chama kimerudisha, waende chafua mwingine na mapne nyingine ambayo unasafishwa. Hakuna. Watu wa Goma isomati na walielewa, washaelewa chama chao kama alepoke walikuwa wanatudiaboliza kama sasa wameshagundua kama ni chama chao, chama cha ukombozi ni watoto wao, contrairement na vile walikuwa ndaka wanatudiabolize, na hakuna mtu ambaye anaweza ingia kwa ile ujinga. Wajene wote wa Goma hakuna mtu anaweza ingia kwa ile ujinga. Wale ambao walikuwa wanazungumza ni wale wajene ambao wako na nostalgia mwingine, na tunawaalika warudie hapa. Hakuna hata mtu mmoja alipasha ambia sasa ingie barabara pa Goma kusema aingie juu ya ujinga na waitikie. Et voilà la preuve aujourd'hui. Si tulikia kwa bureau si hiyo ndio mnatoka tembea kwa barabara, est-ce que marché iko tu ubia haikuwa ni nyinyi mnaweza tupasha, mesi tuko maofisi zetu za kazi. Mweza kufuata wenyewe. Ni video ambayo tumezikamata hapa mjini Goma. Video ambayo ilikuwa ikizunguka ni video ya bongo na ni ya zamani. Hakukuwa maandamano hapa mjini Goma. Ni hiyo habari ambayo iliweza kupiga fora hii wiki hapa mjini Goma kisha kusherekea mwaka mpya. Tulienda pia kuona ni gisi gani wakaja wanasherekea mwaka mpya. Sofia la Diva, ni ndani ya shambra gani, ni namna gani Goma iliweza kusherekea mwaka mpya? Kwanza ile avant mwaka ile le 31 Desemba. Ndio tulitembea mtaani, tulifika aussi mu centre ville kuangalia circulation kwa namna gani. Tulikutana population en tout cas balikuwa motive na balijitayarisha kuenda ndani ya makanisa kwa Kristo na wengine kumwabudu Mungu. Kwa sababu wengi walikuwa wanawaza ya kwamba hakutakuwa tangazo ya kuenda kanisani usiku ile kuveye. Sasa waliposikia tangazo makesha ya makesha
wakaingia ndani ya mood, wakaingia kabisa. Na tulifika mu centre-ville tukutana ba jeune balikuwa ndani ya kanisa, ba jeune walienda omba. Tulikutana vile vile na watoto, tunaita watoto wa barabarani. Tuliwaona wakasema ya kwamba hali ni salama na circulation ilikuwa bien, mais aussi côté ya sécurité kila kitu ilikuwa kumustari. Kwa incident kabisa au niveau ya le 31 décembre, parce que kila mtu alikuwa anajitia kumustari. Ndio kusema comportement za batu ya Goma ziko zinaenda na changer au fur et à mesure. Mtu anayua ke kulewa ni mubaya, niko na saa zangu za kulewa, anapaswa anajirekebisha. Tulitembea kabisa, hatukukutana wale watu wa kulala barabarani, hatukukutana walevi wale washa kupigana machupa, hapana. Tulikutana kabisa, circulation ilikuwa bien. Mtu anaikala anatumia chupa yake, wengine wanaenda kanisani, na ilikuwa vizuri kabisa bila wasiwasi yoyote. Tufuate pia maoni ya wakaaji wa Goma hiyo siku ya kuamkia tarehe 1 mwezi wa Januari mwaka 2026. Wakaaji wengi walitoa maoni yao na matakwa yao kwa mwaka mpya. Wengi walisema ni amani tu, wanapenda amani iendelee, kazi za maendeleo, mabenki zifunguliwe, kiuchumi iwe shwari na vita iweze kukoma mashariki mwa DRC. Ni hiyo ndiyo ilikuwa matakwa ama mave za wakaaji wa Goma. Tufuate hapa moja kwa moja. Ok, la manière dont je suis en train de célébrer le nouvel an, c'est vraiment plein d'amour, plein de joie. Vous savez, ça n'a pas été facile. L'année 2025, nous avons vraiment eu des difficultés, mais quand même, jusqu'à cet âge, jusqu'à ce moment, nous pouvons dire que le Dieu est vraiment Ebenezer pour nous. Il nous a protégés, il nous a gardés. On a tombé et il nous a relevés encore. Oui, moi je crois que ces projets seront bien réalisés parce que, vous savez, lorsqu'on n'est pas encore mort, on ne doit pas perdre l'espoir. Parce que celui qui respire, Dieu lui donne toujours la faveur. Donc pour nous les chrétiens, on ne veut pas appeler ça faveur, on dira que c'est une grâce. Bon, Dieu donne toujours la grâce à celui qui croit, afin que les choses continuent toujours à briller sur lui, afin que Dieu bénisse toujours ce qu'il fait. Donc moi je crois que tout ce que je n'ai pas fait en 2025, cette année, ces choses iront par la grâce de Dieu, ça va marcher. Je me sens vraiment dégagé, je me sens très à l'aise, surtout que la sécurité est revenue, et nous sommes dans un contrée bien sécurisé, c'est pourquoi nous osons même de nous déplacer les soirs avec toute la famille comme ça, les petits-enfants sont là, nous sommes en sécurité, il n'y a pas de problème. Tout se passe bien. En tout cas, l'année qui vient de s'écouler était une année très difficile, une année de preuves difficile à surmonter, mais Dieu a fait grâce, nous y sommes, nous sommes déjà en 2026. Nous essayons seulement d'oublier l'année qui vient de s'écouler. Nous souhaitons le bon pour cette année, nous souhaitons qu'il y ait la fin de la guerre et que tout un chacun rentre dans son milieu naturel, comme nous autres, nous sommes venus de Bunia. Mais pour y arriver ces derniers temps, à cause de la guerre, nous faisons un détour par le Rwanda et l'Ouganda pour atteindre Bunia. C'est un peu compliqué, c'est un peu plus coûteux que ça. Si seulement il y a la sécurité, nous prendrons notre route habituelle de Goma à Butembo, ça sera très bien. C'est ce que nous souhaitons pour cette année. Du point de vue économique, je vois que tout essaie un peu de marcher. Il y a de cela 6 mois, tout marche un peu bien ici à Goma. Et nous souhaitons que ça continue ainsi et que le panier du ménagère soit plein comme ça a toujours été auparavant. Umefuata mwenyewe mpendwa mtazamaji, mkiwa Ulaya, mkiwa Marekani, mkiwa Afrika ya Kusini na popote Kinshasa, mfuata yaliyopitikana hapa mjini Goma. Ni hiyo ndio ukweli, kwa sababu sisi ni wapasha habari, tumeenda uwanjani ili tupane habari ya kweli na tuweze kupiganisha habari
za uongo. Basi nikushukuru mwenzangu Sofia Diva kwa kuweza kwenda mitaani kuchukua habari hizi. Asante Jospeangi, asante tena watazamaji wote wa Kivu Morning Post TV. Tunawakumbusha ya kwamba hapana kufuata sana habari kwenye mtandao, lakini utunge habari za kweli kwenye Kivu. Tunatakia pia heri ya mwaka mpya. Ndio, asante sana na mwaka mpya kwa wote. Asante mpendwa mtazamaji, tukutane basi wiki nyingine kwa kipindi kingine na habari zingine.